Wapendwa, Jubilei 2025 mahujaji katika matumaini. Mahujaji katika matumaini. Mungu ni mwema kila wakati. Wapendwa, leo tunaadhimisha Dominika ya Misioni au uenezaji wa Injili ulimwenguni. Na Dominika ya Misioni huwa ni Dominika ya 3 ya mwezi wa 10. Dominika hii ya Misioni utanguliwa na novena ya siku 9 kabla ya Dominika hiyo. Nimefarijika kuona kuwa katika jimbo letu baadhi ya parokia zimesali novena hiyo, hivyo tutazikumbusha parokia ambazo hazikushiriki mwaka kesho waweze kusali hii Dominika, wasali novena hiyo kabla ya Dominika ya Misioni. Pia Dominika ya Misioni utanguliwa na watoto wote duniani kuombea amani. Utume huo watoto wetu wameufanya jana, kuombea amani ulimwenguni. Pia wameombea haki na amani. Pamoja na mambo hayo niliyoyaeleza, katika Dominika ya leo tunaalikwa kufanya mambo yafuatayo matatu. Namba 1, kutafakari wito wa kimisionari au injilishaji. Mama Kanisa anatukumbusha kuwa kwa njia ya ubatizo kila Mkristo amepewa karama ya unabii ya kutangaza habari njema. Hivyo kila mmoja wetu anaalikwa kutendea haki karama yake ya umisionari ya kutangaza habari njema. Namba 2, siku ya leo tunaalikwa pia kusali kuombea utume wa uenezaji wa imani. Na pamoja kwamba tuko katika mwezi wa Rozari, lakini siku ya leo tunaalikwa kusali kuombea uenezaji wa imani au umisionari wetu. Namba 3, siku ya leo ya Dominika ya Misioni tunaalikwa kufanya mshikamano na Baba Mtakatifu. Ndiyo maana sadaka zinazotolewa katika makanisa yote ya jimbo letu pamoja na makanisa yote ya ulimwengu tutazituma kwenda kwa Baba Mtakatifu kupitia shirika la kipapa la uenezaji wa imani ili kumsaidia Baba Mtakatifu kutegemeza makanisa ya nchi za misioni. Kumbuka kwamba Tanzania ni miongoni mwa nchi za misioni ambazo ufaidika na michango huu au ukarimu huu ambao unakusanywa. Sadaka hizo usaidia kujenga makanisa. Hata kanisa hili lilunufaika na mchango huo wakati wa Mwarama Kardinali Laurian Rugambwa. Tunaambiwa aliomba mchango kutoka kwenye shirika la uenezaji wa imani. Wakati huo alikuwepo Mwadhama Agajaniani ambaye alitoka katika nchi ya Armenia. Kwa hiyo Kardinali huyo Agajaniani alimpatia fedha zikasaidia kujenga kanisa hili tulimo. Pia shirika hili au michango hii usaidia kusomesha makatekista, kujenga nyumba
za watawa wa kike na wa kiume, kujenga nyumba za mapadre, hata CPC hii yetu au nyumba tunapofanyia mikutano. Mchango mmoja wapo ulitoka katika shirika hili la uenezaji wa imani. Michango hii husaidia kusomesha manovisi, kutegemeza vyombo vya habari vya kanisa, pia kutegemeza baadhi ya majimbo yetu na kuendesha semina za uinjilishaji. Kila mwaka katika Dominika ya Misioni, Baba Mtakatifu huwa anatoa ujumbe utusaidie kutafakari na kuuisha uenezaji wa imani katika majimbo yetu. Hata na askofu katika Dominika ya Misioni anaalikwa kuwa kwenye kanisa kuu kama nilivyofanya siku ya leo, ili kusali misa, kueneza au kueleza umuhimu wa uenezaji wa imani. Baba Mtakatifu Francisco kabla ya kifo chake alitoa ujumbe wenye kauli mbiu wa misionari wa matumaini kwa watu wote. Kwa hiyo tunaalikwa kuifuata na kuifanyia kazi kauli mbiu ambayo Baba Mtakatifu Francisco alitoa, akieleza kwamba inabidi tuwe wajumbe wa matumaini, kila mmoja awe mjumbe wa matumaini. Hivyo ninawaalika katika tafakari yangu, kwanza nizungumzie ujumbe wa Baba Mtakatifu, baadaye ndipo nitazungumzia ujumbe wa masomo ya leo kwa ufupi. Kwanza kabisa, kama tunavyofahamu, mwaka huu ni mwaka wa jubilei takatifu. Katika mwaka huu mtakatifu, Baba Mtakatifu anatualika kila mmoja wetu awe mjumbe wa matumaini kwa kufuata mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo, yaani kupitia maisha yako na utume wako kama Mkristo uwe mjumbe wa matumaini. Kama wewe ni mfanyakazi wa sehemu yoyote ulipo, ujue au ujiulize, je, mimi nilipo ninaleta matumaini, ninaleta furaha au ninaleta kicheko? Mimi kama askofu wa jimbo ninawajibika kuwaletea ujumbe wa matumaini kwa kupitia matendo yangu, mahubiri yangu, utume wangu ninapopita parokiani, na wengi wanaokuja ofisini kwangu, au wale wote wanaoguswa na maamuzi yangu, inabidi ya kuleta matumaini. Pia mapadri wetu, wale wanaohudumia sehemu mbalimbali, pia wale ambao wako kwenye taasisi, inabidi padri huyo au mhudumu huyo ajiulize, anapoadhimisha sakramenti, anapowatembelea wagonjwa, wale waliokosa kazi, maskini, waliopweke, je, unawaletea matumaini? Pia mtu ajiulize, mtawa au padre, je, wale ninao washauri, ninaozungumza nao, je, mimi ni mjumbe wa matumaini kwao au ninawakatisha tamaa? Vivyo hivyo watawa wetu wote wa kike na wa kiume, nanyi mnaalikwa kutafakari
na kujiuliza, je, mnapo wahudumia watawa wenzenu, mnapoongea na wagonjwa, mnapoongea waliopweke, mnapoongea na familia zenye matatizo, mnapowalea watoto, mnapoongea na familia iliyo na migogoro ambayo inakosa amani, wewe kama ni mtawa, mwalimu au mkunga au nesi, unapofanya utume wako, je, unakuwa mjumbe wa matumaini? Pia tukirudi kwenye familia, nyie akina baba na akina mama ambao mnaunda familia, kila mmoja anaonyesha kwa mwenzake kuwa yeye ni tumaini la mwingine. Hata mkigombana, mkibishana, mkitofautiana katika masuala kadhaa, je, mwishowe mnakuwa na mapatano ambayo yanaleta matumaini? Mnakuwa tayari kusameheana au mnakuwa tayari kuombana msamaha? Wapendwa, siku hizi tumeingiliwa na mwiba mmoja ambao ni fedha na mali. Hivi vitu vimegawa familia zilizo nyingi. Kila mtu anataka awe na fungu lake, baba awe na fungu lake na mama awe na fungu lake. Lakini unajiuliza, hivi vitu vinapogawa familia, je, mtaondoka navyo au hamtaondoka navyo? Vitu hivi vyote mtaviacha hapa duniani. Mimi nakumbuka mwaka 98 mwaka 95 kuna familia moja iliniita pale Dar es Salaam. Nilikuwa bado katika makuzi ya kusomea upadre, na nilikuwa seminari ya Segerea. Walikuwa wanagombania kiwanja. Bahati nzuri napoongea sasa hivi wote Mwenyezi Mungu ameshawaita. Sasa baba alikwenda masomoni Canada, alafu akamtumia mama fedha. Mama huyo akaandikisha lile shamba alilonunua kwa jina lake. Sasa baba aliporudi anamuulizia, vipi shamba, fedha niliyokutumia? Yule mama akakataa kujibu, na baadaye yule baba ndo tulikuwa tunaelewana, akaniita. Sasa mimi niliwaomba, na shamba lenyewe lilikuwa Mbezi. Baada ya kusali baadaye nilienda nikawaomba, nikawaambia, sasa kumaliza ugomvi, afadhali hili shamba muandikishe kwa watoto wenu. Lakini yule mama alikataa. Kwa hiyo baadaye baba alipofariki, yule mama akafanya njia, si baba alishafariki, akamzika mle kwenye shamba. Unaona roho ile guilty conscience wanayoita ilikuwa bado inamuuma. Na baadaye muda kidogo, baadaye kasikia mama na mwenyewe amefariki, na mwenyewe nilienda kushiriki kumzika. Sasa nilijiuliza, hivi vitu vyote walivyokuwa nagombania, si wote waliviacha? Na ndivyo ilivyo, wapendwa. Unakuta watu wanagombana, karibu watu wengine wakatane, hawapatani, hawawezi wakazungumza pamoja. Unakuta kuna kuwepo mahangaiko makubwa, mahangaiko ambayo nilikuwa ninaongea
kwamba siku hizi pamekuwepo na watu kuangaikia mali zaidi na fedha ambazo zinagawa familia, lakini mali hizo mwishoni watu wanaziacha. Hakuna anayekwenda naye. Sijawahi kuona kati ya watu tuliozika matajiri ambaye alizikwa na mali zaidi. Nilipoona yule mama tunamkunja, tunamweka kwenye sanduku, akwenda na kitu chochote, nguo chache, lakini alikataa kata na watoto akawa amewagawa. Sasa sikufuatilia lile shamba alimpatia nani alipofariki, kwa sababu wote wamezikwa mle. Lakini ile ilikuwa ni vita. Wakawa kila mtu amejitenga na lala kwenye chumba chake. Malalamiko yalikuwa makubwa, mnajua. Malalamiko, kila mtu alivyo na malalamiko kwa njia hiyo. Kwa hiyo ni mali ambazo ni vitu vya kupita, lakini vinatukosesha nini? Matumaini. Na tena katika siku hizi unakuta baba na mama wanagawana watoto. Baba ana chama chake na mama ana nini? Ana chama chake. Sasa mnategemea hapo kutakuwa na matumaini? Matumaini hayatakuwa. Tunaposikia maneno haya ya Baba Mtakatifu, ninawaomba tutafakari kama wewe ulipo unaleta matumaini. Ni wakati mwafaka wa kutafakari. Naona wengi hapa vijana ambao wasoma. Je, wewe kijana unayesoma, unayo matumaini unayoyaleta katika familia, katika masomo, matumaini unayoyaleta? Ninawaomba wazazi, na nyie wajengeni watoto wenu waweze kuleta matumaini katika familia zenu. Mjitahidi sana kuwajenga watoto wenu waweze kuleta matumaini. Mnavyowalea, vitu mnavyowapatia, sije ukampatia kitu fulani fedha ikawa wembe wa kumchoma, sije ukampatia vitu ambavyo vitamgaragaza na yeye asiweze kuwa na maisha mazuri. Wapendwa, inabidi kila mmoja awe mjumbe wa matumaini. Kama wewe ni mfanyakazi wa taasisi yoyote ile, je, unaleta matumaini kwa mwajiri wako? Unao ufanisi au wewe ni kulalamika mshahara haujaongezeka, kila kitu hakijaongezeka? Kama wewe ni daktari, unawaonyesha wagonjwa wako matumaini, au mara ukiingia unasema wewe umebakiza siku fulani kufariki? Je, unawatisha wagonjwa wako? Kama wewe ni kiongozi wa sehemu yoyote, na mimi nikiwemo, je, unaleta matumaini? Kuna viongozi wa serikali, kuna viongozi wa taasisi mbalimbali. Ujiulize kama wewe unakuwa ni matumaini au inakuwa ni kunyanyasa, kuangaisha watu, inakuwa ni kusema uongo. Na sasa hivi sisi tunatawala au tunaendesha maisha yetu katika nyakati ambazo ni ngumu sana. Unaongea kitu fulani, baadaye kama mimi sasa hivi ninavyohubiri, nikiboronga takuwa anaonyesha, angalia Askofu Mwijage aliyoyaongea ni haya, lakini yeye anaishi ni tofauti.
ndugu zangu, inabidi tuwe makini katika uongozi huo wa familia, uongozi wa taasisi yoyote huo wa familia. Usije baadaye ukaanza kulalamika, kuwa na hasira, hawa watu hawafanyi nini, hawanipendi. Mara kwa mara huwa hatukimbilii kuangalia ndani, huwa tunakimbilia kuangalia nje, kwamba wafanyi nini, watu hawakupendi au watu wanakutendea sio mema. Na hilo tujifunze kurudi ndani ya roho zetu na kuona kwamba haya tunayoyasema, haya tunayoyatenda ni mabaya na watu hayawafai. Kwa hiyo ninawaomba wapendwa waamini, kila mmoja ajitahidi kuwa mjumbe wa matumaini. Wapendwa, napenda pia kutafakari juu ya masomo yetu ambayo tumeyasikia siku ya leo. Somo la kwanza lilitoka katika kitabu cha Kutoka, na tumesikia kuwa Waisraeli wanapambana na Wamaleki jangwani. Musa alikuwa juu ya mlima, alipokuwa anainua mikono yake juu kama ishara ya sara, wana wa Israeli walishinda. Ikishuka, adui alipata nguvu. Haruni na Uri walimsaidia Musa kushikilia mikono yake hadi juu, mikono yake ikakaa juu. Sasa haya yana maana gani? Mikono iliyoinuliwa ya Musa ni mfano wa kanisa linalosali. Wakati wa vita vya kiroho, ni sala inayotuwezesha kushinda vishawishi, magonjwa na majaribu. Kwa hiyo tunapojiwa na magonjwa na majaribu, inabidi tuamshe mikono. Musa hakushinda peke yake, alihitaji msaada wa wengine. Ndio maana na sisi tunawaagiza kila mara tusali katika jumuiya ndogo ndogo, na ndio maana tupo hapa kanisani tunasali. Tuko katika hija hii hapa duniani, inabidi tuwe pamoja katika maombi, lakini tusisahau na sala za binafsi. Hivyo leo tunaitwa kushikilia mikono ya kanisa kupitia sala, misaada na utume. Bila sala injili itachoka, lakini tukisali pamoja tutashinda kama wale Wamaleki. Kwa hiyo tutashinda kama wale Wamaleki, na tutakuwa tayari tunaondoa hofu, mashaka na tamaa. Wapendwa, somo la pili, tumesikia Mtume Paulo anamkumbusha Timotheo ashikamane na mafundisho aliyoyapokea tangu utotoni, hasa yale yanayotokana na maandiko matakatifu. Anamuhimiza kutangaza neno wakati ufaao na wakati usiofaa, kukaripia, kutia moyo na kufundisha kwa uvumilivu. Hapa tunajifunza nini? Misionari wa kweli anapaswa kuhubiri neno bila kuchoka, wakati wote pasipo kuchoka. Kwa hiyo ndugu zangu, kila mmoja inabidi aweke juhudi katika kulisikiliza neno la Mungu, wakati unaofaa na wakati usiofaa. Ujumbe wa injili hauwezi kungojea mazingira mazuri. Misionari halisi hufanya kazi hata wakati hajisikii vizuri, na hii
tutokea mara nyingi. Wakati mwingine unakuwa hujisikii vizuri, lakini unaenda kutangaza habari nzuri, kwa sababu tunatambua kwamba neno la Mungu ni la uzima. Na wakati mwingine nakumbuka unatoka hata mawazo yajakaa kichwani, lakini Mungu mwenyewe baadaye anayapanga vizuri. Hivyo Paulo anamkumbusha Timotheo kwamba licha ya changamoto lazima awe thabiti katika wito wake. Na nyie wa Kristo ninawakumbusha, kuweni thabiti katika wito wetu tulioupata wakati wa ubatizo. Hata leo kanisa linatuhimiza tusione haya kumkiri Kristo kazini, ambayo siku hizi ni ngumu. Wakati mwingine ni ngumu, burungu la fedha likishaletwa, mtu mwingine anasema baadaye Ukristo utakuja baadaye. Ndivyo baadhi wanavyosema. Mwenyezi Mungu atanisamehe, lakini burungutu hili la fedha nilichukue, basi mambo mengine yatakuja baadaye. Kwa hiyo inabidi tumkiri Kristo kazini, mbele ya fedha, nyumbani na katika jamii. Watu siku hizi wanangojea tutoe ushuhuda wetu wa imani, yaani kumwambia mtu kama mimi ninavyoongea hapa kuwa ni Mkristo. Watu hawapendi kuyasikia tena, wanataka ushuhuda. Huwezi wabadili sasa hivi watu wanataka nini? Ushuhuda wa imani. Wengine anaingia hotelini, anaona kuna maswaiba wake, hata afanye ishara ya msalaba, lakini akija kanisani anasema hapa ndipo. Kwa hiyo dini inabakia dini ya nini? Ya Jumapili, Sunday service tu. Na huko Ulaya ilibakia Sunday service tu, na ndio maana sasa hivi wanauza hata makanisa. Ndugu zangu, tujitahidi kutangaza dini wakati ufaao na wakati ambao haufai. Tuwesikia wapendwa katika Injili hakimu dhalimu, na huyu mjane anapiga kelele, anambembeleza huyu hakimu dhalimu kwamba amtendee haki. Lakini yule hakimu dhalimu alikuwa hapendi, lakini kwa msisitizo na kugonga mlango, kubisha, yule hakimu dhalimu amempatia, kama tulivyosikia, amempatia haki yake. Kwa hiyo ndugu zangu, na sisi katika sala hatupashwi kuchoka katika utangazaji wa habari njema. Mnaweza mkamuendea mtu akaonekana kuwa mgumu, lakini tunarudi tena kwa njia nyingine. Kwa mfano, mimi nikisoma historia ya jimbo letu huwa ninashangaa. Msione mambo yalivyo, lakini yameundwa. Pale Kagondo wamisionari walichukua miaka karibu 10 kabla hawajabatiza Mkristo yoyote. Walibatiza Mkristo baada ya miaka mingapi? 10. Hawakukata tamaa. Wangekata tamaa wasingeweza kupata kitu chochote. Kwa hiyo na sisi ndugu zangu, tusikate tamaa. Tuwe tayari kujitoa na kusema kwamba hapa inabidi tuweke nini? Juhudi. Kila mmoja ajitahidi kuweka juhudi. Aweke juhudi ya kusali. Aweke juhudi katika Ukristo wake. Na wakati mwingine unaomba, inawezekana ukaomba muda mrefu tu, lakini yale unayoyaomba uyapati. Lakini ujue Mwenyezi Mungu ndiye anayejua shida zetu kuliko wewe unavyofahamu. Anaweza akasema kuna kusubiri, kuna kwamba ili alikufai, au wakati mwingine anataka uwe tayari kuvumilia mateso. Anataka kujenga roho fulani ndani yako, roho
fulani ndani yako, roho ya uvumilivu. Ndio maana anachelewesha kupatia jibu, au anataka kukufanya uwe chombo cha ushuhuda kwa watu wengine. Kwa hiyo unapoomba ukaona ujibiwi, usikate tamaa. Ingine tunaomba miaka 2 hata mwaka mmoja, ndio hapo mtu anakimbilia anaenda kwa hawa kwa sababu anataka ilikuwa ni Wagiriki, do ut des, I give that you may give. Wagiriki walikuwa na miungu ambayo walikuwa wanasema wakitoa sadaka lazima iwapatie kitu chochote. Sasa Mungu haipo hivyo, sio kwamba unapomuomba lazima atoe kitu chochote. Yeye anatoa kitu chochote jinsi anavyofanya nini, anavyopenda. Kwa hiyo wapendwa katika Kristo, inawaomba tujitahidi na tuwe tayari katika maisha yetu kusali bila kuchoka, kusali kama mama yake Agustino alisali miaka 30 na alikuja kufanikiwa pale mwishoni. Kwa hiyo wewe unaposali ukaja kanisani hapa unasema nimesali mara nyingi Mungu hakunisikiliza. Usali, ujitahidi kusali bila kuchoka na kufanya umisionari bila kuchoka. Tumuombe Bwana wetu Yesu Kristo, kama tulivyosema mwanzoni mwa misa takatifu, afungue milango yetu, afungue milango ya uinjilishaji ili watu wote waweze kuokoka, na sisi tuwe tayari kufanya uinjilishaji, uenezaji wa imani, na tukianzia na sisi wenyewe ndipo tutapata uokovu. Tumsifu Yesu Kristo.